Nchi yetu hii Tanzania tunayoiona yenye kilomita za mraba 947,300 yenye rasilimali za kutosha na yenye watu idadi ya milioni 70 sio mali ya sisi, sio mali ya rais. Nchi hii sio mali ya makamu wa rais. Nchi hii ni mali ya watu wanaoitwa wananchi. Sisi ndio walipa kodi. Mamlaka ya serikali wako pale kwa niaba ya wananchi kutenda vile ambavyo inapaswa kwa ustawi wa wananchi. Lakini chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwao imekuwa ni tofauti. Wao hawaangalii mustakabali wa wananchi, hawaangalii mustakabali wa nchi yetu kwa ujumla, hawaangalii mustakabali wa watu tofauti tofauti na makundi katika jamii, bali wanaangalia mustakabali wao binafsi na vizazi vyao. Ndugu vijana wenzangu, njia ya kuzuia athari za uongozi mbovu wa serikali ya CCM na maamuzi yao yanayotuathiri kila siku katika maisha yetu sio kujitenga na siasa. Wengi hudhani siasa haiwahusu. Wengi hudhani kwamba siasa ni kwa ajili ya wanasiasa. Wengi hudhani siasa ni kwa ajili ya vyama vya siasa. Wengi hudhani siasa haiwagusi. Ndugu vijana wenzangu na wasomi wa vyuo vikuu, maisha yetu ni siasa. Maisha yetu ya jana 100% yanaathiriwa na siasa. Maisha yetu ya leo 100% yanaathiriwa na siasa. Maisha yetu ya kesho 100% yanaathiriwa na siasa, kwa sababu siasa ina maana mbili. Siasa ina maana ya ufanyaji maamuzi na mgawanyo wa rasilimali, yani decision making and the allocations of resources. Yani nani kapata nini ni siasa, lini na kwa namna gani ni siasa. Who gets what, when and how. Mara zote serikali inafanya maamuzi. Maamuzi haya yanatuathiri 100% zote katika maisha yetu. Hiyo ni siasa. Serikali ilipitisha bajeti bungeni, sehemu fulani wapate barabara au sehemu fulani wakose barabara. Hiyo ni siasa. Serikali imeamua kutokupunguza tozo, kutokuondoa tozo kwenye mafuta. Mafuta yanapanda bei. Hiyo ni siasa ya serikali kutokufanya maamuzi. Kwa hiyo siasa kwa ujumla wake ni ufanyaji wa maamuzi na mgawanyo wa rasilimali. Serikali inaamua kila siku juu ya maisha yetu na mambo yanayoathiri maisha yetu. Bunge linaamua kila siku juu ya maisha yetu na mambo yanayoathiri maisha yetu. Usalama, utekaji, watu kutekwa, ni serikali kutokuamua kuchukua hatua. Vijana kukosa ajira, ni serikali kutokuamua kuchukua hatua. Uwepo wa ufisadi na ubadhirifu, ni serikali kutokuamua kuwajibisha. Wameamua kujilinda na kukaa kimya. Maisha yetu ni siasa kila siku, huwezi kujitenga na siasa. Aristotle, mwanafalsafa mashuhuri, anasema wanadamu ni kiumbe cha kisiasa, political animal. Na anasema kama hutaki kujihusisha na siasa, nenda kakae msituni, porini, kusiwe na jamii inayofanya maamuzi kwa niaba yako. Utakuwa umejitenga na siasa na jambo hilo haliwezekani. Wanafunzi mnakosa mikopo, ni siasa, kwa sababu serikali imeshindwa kuamua vilivyo ili muweze kupata mikopo mingi zaidi.
mwanafunzi aweze kupata mikopo. Kwa hiyo siasa ni maisha yetu, siasa inatuathiri kila siku. Suluhu siyo kujitenga na siasa. Ndugu wanafunzi na vijana wenzangu, wajibu wetu kama vijana na wanafunzi wenye maono na matamanio ya kuona Tanzania iliyo bora zaidi, sio kuwa vipofu dhidi ya maovu, sio kuwa viziwi wa kutosikia, na sio kuwa mabubu wa kutosema, kukemea na kupinga maamuzi yote ya hovyo mabaya yanayotuathiri na yanayoathiri jamii yetu na nchi yetu kwa ujumla. Kufanya hivyo ni usaliti kwa jamii yetu, ni usaliti kwa elimu yetu tuliyoipata vyuo vikuu, na ni usaliti kwa taifa letu. Karibuni sana katika jukwaa la chama cha ACT Wazalendo na jumuiya ya ngome ya vijana ACT Wazalendo, ili kuunganisha nguvu na kuendeleza mapambano ya kudai haki, usawa, demokrasia, utawala bora, utawala wa sheria, tume huru, katiba mpya, usalama wetu na ustawi wa vijana na wanafunzi nchini, pamoja na kupinga maovu yanayoathiri na kuumiza jamii yetu, ndugu zetu na Watanzania wenzetu. Ndugu vijana wenzangu na wanafunzi, kwetu ngome ya vijana ACT Wazalendo, huu ni wajibu wa msingi ambao hatujawahi kuchoka kufanya na hatutachoka kamwe kufanya. Ngome ya vijana ACT Wazalendo ndiyo jumuiya pekee ambayo imekuwa mstari wa mbele kupigania ustawi na maslahi ya wanafunzi nchini na vyuo vikuu, kupigania ustawi na maslahi ya vijana nchini kuliko jumuiya yeyote ya chama chochote nchini. Kwa hiyo uwepo wenu unatupa nguvu sana sisi. Uwepo wenu unatupa faraja. Naamini ya kwamba uwepo wenu utakuja kuongeza nguvu na chachu ya mapambano kupigania haki na demokrasia na ustawi wa vijana na nchi yetu. Ni kazi ambayo tumepata amani na faraja kwamba mnakuja kuunganisha nguvu ili kazi hii iweze kupiganwa vilivyo. Asanteni na karibuni sana ndani ya chama chetu. Ndugu vijana wenzetu na wanafunzi wa vyuo vikuu, ngome ya vijana chama cha ACT Wazalendo, kwa muda mrefu tumekuwa tukipigania matatizo na maslahi yenu chuo kikuu. Mwaka 2021 tulikuwa na movement mapambano, tuliamua kupambana madhubuti ili changamoto ambazo zilikuwa zinawakumba wanafunzi wa vyuo vikuu kuhakikisha kwamba zinaondoka. Moja, tumekuwa mstari wa mbele kupigana kuhakikisha serikali inaongeza bajeti kwenye utolewaji wa mikopo ya wanafunzi vyuo vikuu. Kazi hiyo tunaifanya na hatutochoka kamwe kuifanya. Lakini hapo awali, kupitia sheria ya bodi ya mikopo, kupitia tozo ambayo ilikuwa sio sheria, ilikuwa imekuwa introduced kwenye kanuni za serikali huko, mwanafunzi ambaye alikuwa anapata mkopo alikuwa anatozwa tozo moja inaitwa value retention fee, tozo ya ongezeko wa thamani katika mkopo wake. Serikali inapokupa mkopo 6% kwa mwaka, unapaswa kulipa 6% ili kulinda thamani ya ule mkopo. Serikali wanasema kwamba wakikupa milioni 1 sasa, eti ndani ya miaka kadhaa ile fedha sijui inapanda gharama, sijui inashuka value, kwamba kuna 6% utapaswa kuongeza. Ilikuwa inaitwa value retention fee. Serikali walikuwa na kitu kinaitwa penalty ya 10% kwa wanafunzi wanaomaliza chuo kama amepata mkopo kwa miaka miwili, yani miezi 24, walikuwa wanapewa grace period kwa huo muda. Na baada ya miezi 24 unapaswa kuanza kulipa mkopo. Na kama hujaanza kulipa, kulikuwa na hiyo penalty 10% unapigwa kwenye mkopo wako kama unailipa bure. Lakini pia ngome ya vijana tulikuwa tunaamini tangu awali kwamba fedha
maisha zimepanda, kwa sababu fedha hiyo iliongezwa tangu mwaka 2014 $8,500, ambao muda mwingi umepita na gharama za maisha zimepanda. Tukawa na movement ya kupigana kuhakikisha value retention fee inafutwa, tukawa na movement ya kupambana kuhakikisha kwamba tozo ya 10% inafutwa, tukawa na movement ya kupambana na kupigana kuhakikisha kwamba serikali inahakikisha kwamba inaongeza fedha ya kujikimu kwa wanafunzi. Tunashukuru.